Kuna mabadiliko makubwa ya mtazamo kutoka kwa baadhi ya mataifa ya magharibi ambayo kwa miongo mingi yamekuwa yakiunga mkono Israel kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Uingereza imesimamisha baadhi ya mikataba ya silaha. Umoja wa Ulaya umetangaza mapitio ya makubaliano ya ushirikiano wake na Israel, huku sauti za upinzani dhidi ya operesheni za kijeshi za Israel zikizidi kushika kasi hata miongoni mwa washirika wa karibu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdurrahman, na kwanza nimemuuliza, je, hatua hizi mpya kutoka mataifa ya magharibi zinaashiria mabadiliko ya kweli ya sera au ni hatua za kisiasa za muda kutokana na shinikizo la umma na hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza? Nafikiri mtazamo huu wa nchi za magharibi unatokana na kilio kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Na nchi hizi zimeanza kupoteza mwelekeo na hali kadhalika kupoteza imani ya raia katika nchi zao. Tusisahau kwamba raia wengi katika nchi hizo ikiwemo Uingereza na hali kadhalika Ufaransa wamekuwa kila wakati wakilaani kile kinachotokea kule Gaza. Kwa hivyo shinikizo la nchi za nje pamoja na shinikizo la ndani ndilo lilozifanya nchi hizi zibadili msimamo, lakini kubwa zaidi nafikiri ni kwamba hali hii inatokana na kutoridhika kwa nchi hizo na siasa inayoendelea ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiungwa mkono na vile vyama vya kizalendo vya siasa kali ndani ya Israel, ambavyo pamoja naye wameungana kuonyesha kwamba ndio kikwazo kikubwa katika kupatikana kwa suluhisho sio tu na mzozo wa Gaza, lakini pia suluhisho juu ya mustakabali wa Mashariki ya Kati. Kama ulivyozungumzia hapo, ni kulingana na mambo yanavyojiri ama kulingana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu anavyoendesha siasa zake. Je, labda unadhani pia mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari ya muda mrefu katika diplomasia ya kimataifa katika eneo la Mashariki ya Kati? Yatakuwa na athari zake kwa sababu ukitazama ni kwamba nchi hizi ulizozitaja za magharibi zimejikuta katika hali ngumu, kwa sababu kabla ya hapo kuna wito uliotolewa na hata nchi kama Ireland, hali kadhalika Uhispania, kuonyesha utayarifu wa kuwatambua wa Palestina na kutambua haki ya Wapalestina ya kuwa na taifa lao. Kwa hivyo athari na dosari dhidi ya serikali ya Netanyahu zimeanza kuonekana hatua kwa hatua. Na kitu muhimu kingine labda cha kugusia ni kwamba pingamizi hizi dhidi ya serikali ya Netanyahu haziko tu nje ya Israel, lakini hata huko ndani ya Israel vuguvugu linazidi kuongezeka kumtaka Netanyahu abadili msimamo wake. Unadhani labda kulingana na mwelekeo huo wa sasa kuna nafasi ya suluhu ya kweli kati ya Israel na Palestina, hasa kwa kuzingatia mabadiliko ambayo yanaonekana kimataifa? Suluhu ya kweli kwa kuelezea hali ya mambo ilivyo kwa hakika ni jambo la muda mrefu. Njia pekee ya kupatikana suluhisho la mzozo wa Mashariki ya Kati kwa kweli ni nyepesi, lakini wakati huo ni ngumu. Ni nyepesi kwa sababu Israel kwa muda mrefu imekataa kuheshimu maazimio ya Umoja wa Mataifa yanayohusiana na Mashariki ya Kati. Na azimio moja muhimu zaidi ni lile azimio nambari 242 ambalo lilitaka Israel kuondoka katika ardhi ilizoziteka. Na la pili ni kukubaliana na ule mpango wa kuwepo dola ya Wapalestina na dola ya Israel. Lakini kwa bahati mbaya hadi hapa tunapozungumza ni kwamba mkataba huo umepingwa vikali na serikali ya Netanyahu. Ni Mohamed Abdurrahman, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia mabadiliko ya mustakabali wa Mashariki ya Kati kutoka nchi za mataifa magharibi. Na tukisonga mbele, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakutana leo na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House, akiwa na lengo la kumshawishi kiongozi huyo wa Marekani kuwa na maelewano na nchi yake badala ya kuishinikiza na kuiadhibu. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
Rais Donald Trump tangu alipoingia madarakani mwezi Januari mwaka huu amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Ramaphosa. Amekuwa akiiandama Afrika Kusini kwa kuanzisha mageuzi ya sheria yake ya umiliki wa ardhi ambayo kimsingi yalikusudiwa kushughulikia kero ya ukosefu wa usawa na haki uliotokana na utawala wa ubaguzi wa rangi. Trump pia amekuwa akikosoa Afrika Kusini kwa msimamo wake wa kuifungulia kesi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya ICJ Israel kufuatia operesheni yake kijeshi katika ukanda wa Gaza, huku akiifutia msaada na kumtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, pamoja na kuwapa hifadhi ya ukimbizi wa Afrika Kusini wazungu wa jamii ya wachache ya Africans. Trump anadai watu hao wamekuwa wakiandamwa, kubaguliwa na kuuawa ndani ya Afrika Kusini. Rais Ramaphosa akiwa katika ubalozi wa nchi yake huko Washington kabla ya kwenda White House kukutana na Trump, amesisitiza msimamo wa sera za taifa lake. Well, we are a sovereign country. And we are a very proud nation. Sisi ni nchi huru yenye mamlaka yake na ni taifa tunalojivunia, na sisi tunalinda uhuru na mamlaka yetu, na siku zote tutafanya kila ambacho ni bora kwa Afrika Kusini. Ziara hii ya Ramaphosa Washington ina umuhimu mkubwa kwa Afrika Kusini, na hasa kwa kuwa Marekani ni mshirika wake nambari 2 wa kibiashara baada ya China, na hatua ya Marekani ya kuikatia msaada tayari imeshaleta athari katika sekta ya afya na hasa kwenye upimaji wa maambukizi ya HIV. Ramaphosa amesema atampa Rais Trump mapendekezo kadhaa ya makubaliano ya kibiashara. Tunataka kuondoka Marekani tukiwa mikononi na makubaliano mazuri ya kibiashara, uwekezaji na uungaji mkono. Tunawekeza Marekani na Wamarekani wanawekeza kwetu, na tunataka kuimarisha uhusiano huu, na tunataka kuimarisha zaidi mahusiano kati ya mataifa yetu mawili. Kwa hivyo nina matarajio mazuri na nasubiri majadiliano. So I'm very positive. I'm looking forward to the discussion. Rais Ramaphosa na Trump watajadili pia masuala kuhusu siasa za kilimwengu, kuanzia vita vya Israel huko Gaza hadi Ukraine. Rais Ramaphosa amesisitiza kwamba katika mazungumzo hayo atazingatia kwanza maslahi ya nchi yake na msimamo wa sera yake ya kigeni. Tukirudi katika uchambuzi, gavana wa jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Profesa Paruki Sadiki jana alirejea mjini Uvira baada ya kufanya ziara ya miezi mitatu mjini Kinshasa kufuatia vita vya muungano wa makundi ya waasi wa AFC ama M23. Gavana huyo amepokelewa katika mji huo wa pili kwa ukubwa wa Kivu Kusini, kwa vile mji wa Bukavu uko chini ya udhibiti wa M23 na AFC. Suleiman Mwiru anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo. Wakati alipowasili mjini Uvira, gavana Parusi Sadiki alikosoa uuzaji haramu wa nyumba na mali ya serikali ya Kongo katika mji wa Bukavu tangu ulipokamatwa na waasi wa AFC M23 mnamo mwezi Februari. Gavana huyo alionya dhidi ya usaliti na ukabila, akidai kwamba hivi karibuni kila mtu atawajibika kwa matendo yake mbele ya vyombo vya sheria, na baadaye aliwatangazia wakazi wa Kivu Kusini kwamba vita vya AFC M23 vitamalizika hivi karibuni. Tunakuja kukwambia kama vita iko nyuma, ndio message ya chef de l'etat, ile mu résister tu mu persévérer, hii vita inakuwa nyuma. Donc ya boma tafuta sa mkati wa njia tu, vita inaisha na resistance ile ndio inatuma tunafika pale. Gavana huyo alirejea Kivu Kusini, lakini waasi wa M23 tayari walikuwa wamemteua gavana mwingine, Emmanuel Birato, ambaye anazidhibiti wilaya za Kalehe, Kabare, Ijwi, sehemu moja ya Walungu, Mwenga na kijiji cha Katogota katika wilaya ya Uvira, huku gavana Parusi Sadiki akiwa anazisimamia wilaya za Fizi, Shabunda na sehemu kubwa ya wilaya za Uvira, Walungu na Mwenga. Miongoni mwa changamoto kubwa zinazomsubiri gavana Parusi Sadiki ni hasa mapambano ya mara kwa mara katika baadhi ya vijiji vya nyanda za juu za wilaya za Uvira na Fizi, kati ya jeshi la Kongo linaloungana na wapiganaji wa Maimai, Wazalendo na jeshi la Burundi dhidi ya makundi yenye silaha kama vile Twiraneho, Gumino na Android ambayo ni tiifu kwa AFC M23. Biamungu Shamamba ni mkazi wa Uvira, anategemea kwamba uwepo wa gavana huyo utaleta utulivu katika eneo hilo. Tumefurahi na sisi tunamuomba aweze kufanya liwezekanalo ili wapambanaji, jeshi, wazalendo waweze kuwa katika umoja ili wapiganisha adui na kuleta jibu kwa ile yote.
Hata hivyo, wakazi wengi wa Uvira bado wana mashaka kutokana na shinikizo la usalama ambalo linazidi kuzorota ndani na nje ya mji wa Uvira. Mafikiri Mashimango ni mwanaharakati wa mojawapo ya asasi za kiraia mjini Uvira, ambaye kwa upande wake anasema hategemei lolote lile kufanyika. Hatutegemee kitu. Aliojela mwali ile mambo yenye anasema mara mingi lakini haipati masuluhisho. Kwa leo kuwali tuko napita ya mwenjio tapata suluhisho. Tumeona tena amerudia Bujumbura alorke angipasha kubakia menana kwa kaji. Mwisho kabisa, Gavana Purusi alionya dhidi ya hati na nyaraka zote zilizotolewa kwa wananchi ambazo zimesainiwa na muungano wa waasi wa AFC M23, ikiwemo za manunuzi ya ardhi na hata za ndoa zinazofungwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kulingana na Gavana Purusi Sadiki, hati hizo ni batili na hazitatambuliwa kamwe na serikali ya Kongo.